mbele zako tena Jehova Shama, maana Baba wa rehema, sisi ni Baba wa rehema, familia ya ukoo wa Yesu Kristo mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahimu, na tukiwa tayari Baba wa rehema kula na kunywa tena mbele zako. Baba wa rehema, neno lako litutanie, neno lako litufanye tuwe wamoja, neno lako liondoe Baba wa rehema mabaya katikati yetu. Adui shetani asingependa Baba wa rehema tuwe na umoja, ili Baba wa rehema jina lako lizidi kutukuzwa. Baba, tuko tayari Baba kusikia tena kutoka kwenye kitabu cha Rutu. Sema nasi Bwana mweza wa yote. Na Baba wa rehema, tunajua ya kuwa kazi ya adui shetani ni kuharibu. Mapando yote yanayopandwa kinyume Baba na huduma hii tunayaondoa kwa jina la Yesu. Na mapando yanayopandwa kinyume Baba na taifa letu tunaondoa kwa jina la Yesu. Amani yako itamalaki Baba katika huduma yako na itamalaki katika taifa letu. Nashukuru jina lako, maana mabaya yote utayabatilisha kwa jina la Yesu. Na Baba wa rehema, injili itapata amani ili ipate Baba kupenya na kupita katika Baba maeneo yote. Ninalitukuza jina lako Baba hata kwa wale wanaochukua nafasi zao kufuatilia kutoka Baba wa rehema nchi za hiji. Injili iwaguse, iwaongoze na kuelekeza katika ujio wa Yesu mara ya pili. Neno lako likuishe, neno lako liwagange, neno lako liwafungue, neno lako liwakuishe, neno lako liwaumbe tena upya, neno lako ling'oe mapando yote, neno lako Baba wa rehema liwatamie na kuwalinda, kuwaweka huru Baba wa rehema, wakila vyakula vyao na kushiba, wakinywa maji na kiu kukata, wakilala na kupata usingizi mzuri. Asante Baba mweza wa yote, nasema nasi katika jina la mtakatifu wa watakatifu, na wote tuseme ni Bwana. Bwana. Hebu pigia Bwana makofi makubwa. Kitabu cha Rutu sura ya 4. Tuliona jana habari za Boazi na Rutu katika shamba la kupepetea ngano jana, na tukaona jinsi ambayo Rutu alikuwa amemshauri ama akampa nini, akampa cha kufanya mkwewe. Umeona sasa, lakini pia tunaona kwa mapana ya kuwa ni vizuri sana tutengeneze mazingira mazuri kati yetu na mama mkwe. Umeona sasa, lakini hata wewe uliooa mahali, tengeneza mazingira mazuri na mama mkwe wako, kwa sababu mara nyingi sana dharau zimekwepo sana juu ya mama mkwe. Lakini hebu pata picha mahusiano aliyokuwepo mazuri kati ya Rutu na mama mkwe wake Naomi. Inafanya sasa mama mkwe ndio mama mkwe ambao nimemwona anamuazia mkwewe mema. Mara nyingi watu wengi udhani ya kuwa mama mkwe hawezi kumwazia mtu mema. Tukaona jinsi ambayo kumtii mama mkwe wake ikafanya apate kibali. Tukaona muunganiko wa kimungu pamoja na upendeleo wa kimungu ikifanya kazi. Na tumeona jana tukimaliza sura ya 3 pale ambapo anaambiwa tena, alianza kuambiwa mapema ya kuwa oga, paka mafuta, vaa nguo nzuri, kashuke kule, atakuwa analala kule. Akapewa na maelezo ya kutosha. Lakini tunaona sasa, tukaona ya kuwa tunamaliza hiyo sura tena akiambiwa kuwa atulie, maana mtu huyo hata nyamaza mpaka kuhakikisha jambo hilo limefanya nini, limetimia. Sasa hebu tuende kwenye sura ya 4 tuone sura ya 4 ya kuwa je, litatimia ama litatimia. Sura ya 4 inayo dondoo kuu 3, na dondoo ya kwanza ni urithi, mstari wa kwanza mpaka wa 10. Dondoo ya pili ni Boazi amuoa Ruti, hiyo ni mstari wa kwanza mpaka 17. Alafu tunaenda kwenye Ruti, Boazi na Daudi, mstari wa 18 mpaka 22. Hebu tuende, hebu soma kwa jina la Yesu ili tuone ya kuwa tunamalizaje kitabu cha Ruti. Bwana Yesu asifiwe. Basi Boazi akakwea kwenda mpaka langoni, akaketi pale, na tazama yule mtu wa jamaa aliyekuwa karibu. Kwa nini akakwea mpaka mlangoni? Niliwahi kufundisha kuwa lango la mji ulikuwa ndio sehemu ambayo utawala ulikwepo. Tuliona malaika wale waliyetoka wapi? Waliyetoka kwa Ibrahimu wakishuka mpaka Sodoma na Gomora,
wakamkuta Lutu akiwa amekaa langoni. Alikuwa anafanya nini? Watu wengine wasema kuwa Lutu alikuwa analinda lango. Hapana, Lutu alikuwa ni moja kati ya viongozi waliochaguliwa kuwa ni kufanya kazi ya uongozi pale kwenye Sodoma na Gomora. Ndio maana ofisi za uongozi wa mji ulikuwepo kwenye lango la mji. Ndio maana akaenda akakaa pale kwenye lango, na maana akafikisha taarifa ile pale kwa wale wazee pale wa lango la mji. Naye sasa akisubiria sasa nani yule jamaa wa karibu apate kufanya nini, kupita ili amuite sasa. Lakini kumbuka, hata yeye mwenyewe moyo wake ulishaelekea kwa nani? Kwa Rutu, lakini alitaka aende pale. Alienda pale, lakini kumbuka alikuwa mtego pia. Maana alipomwambia kwa bwana uinunue kiwanja, jamaa akakubali haraka kabla, na ukishanunua na umuoe nani? Jamaa akasema hapana. So alijua atamtega wapi. Hebu twende kwa jina la Yesu tuone. Ambaye Boazi amnena akapita, naye akamwita, haya wewe karibu keti hapa. Naye akaja akaketi. Kisha akatoa watu 10 miongoni mwa wazee wa mji, akawaambia, ninyi nanyi ketini hapa. Akaketi. Kisha akamwambia yule jamaa, huyu Naomi aliyerudi hapa kutoka nchi ya Moabu anauza sehemu ya ardhi aliyokuwa nayo ndugu yetu Elimeleki. Nami ilikuwa nia yangu nikujulishe wewe na kukwambia, uinunue mbele ya hao waliopo na mbele ya wazee wa watu wangu. Umeona sasa, jamaa huyo kastukizwa, hakuwa anajua taarifa, lakini yeye ndiye aliyekuwa jamaa wa karibu wa na Elimeleki. Umeona sasa, so nini ina maana? Kutokana na sheria ama Torati ilikuwa inasema kuwa mtu akifa pasipo kuwa na mtoto, basi jamaa wa karibu alitakiwa amuinulie nyumba ili urithi usifanye nini? Urithi usipate kwenda kwenye kabila lingine. Ilitakiwa jamaa wa karibu amuinulie nyumba. Lakini pia kama ingetokea mtu aliuza shamba lake ama kiwanja chake kwa sababu ya shida, basi ilitakiwa kama kuna jamaa wa karibu apate kufanya nini? Kuinunua, ili sasa ibaki kuwa katika ndugu na jamaa. Na hili jambo ilikuwepo Afrika hapa miaka mingi iliyopita. Ndio maana unakuta kuwa watu waliopo kwenye mkoa fulani hawakutaka waoe watu kutoka kwenye mkoa mwingine. Lengo ilikuwa ni wao watunze nini? Urithi wao. Umeona sasa? Lakini huo urithi Yesu alishauondoa. Ndio maana kwa sasa hivi mtu anaweza kamuoa Mchina, unaweza kamuoa Mjapani, unaweza kukaa China, unaweza kumiliki China, si ndio? Lakini umeona kwa wakati huo au kutakiwa ya kuwa mtu anayetoka kwenye kabila la Dani apate urithi wa mtu anayetoka wapi? Urithi wa mtu anayetoka kwenye kabila la Benjamin. Itakiwa kila kabila itunze urithi wake. Lakini tayari sasa pata picha kuwa kutoka Moab kurudi pale Bethlehem ya Yuda, na hatimaye sasa njia imekuwa nyeupe, maana tayari Naomi amepata mtu anayeweza akasimamia jambo hilo mpaka ifikie mwisho wake. Kumbuka ya kuwa Naomi anayo chakula cha kutosha sasa, lakini kumbuka ya kuwa chakula alipataje Naomi? Ni yule mkwewe aliyefanya kazi. Utaona sasa hapo baada ya Ruthi kuzaa Obedi, utaona wamama akisema kuwa huyo mkweo ambao ni zaidi ya nini? Watoto 7. Hebu pata picha kuwa kuna wakati mwingine unaweza kawa na watoto wengi, mtu akawa na watoto 2 tu, lakini wakawa zaidi ya watoto wako. Kuna wakati mwingine Mungu amekupa mtoto mmoja, usiwe na mahangaiko na kushangaa. Yawezekana mmoja huyo akawa zaidi ya 30. Yawezekana mtu na watoto 15, lakini mwingine mzinzi, mwingine muongo, mwingine anawaza amnyonge lini ili auze nyumba, mwingine anapanga jinsi ambayo anapata nini, aende kwa mganga ili afanye nini, amtagulize mama yake na baba yake mapema. Lakini nasema hivi, pamoja na Naomi alikuwa mpweke, hakuwa na mtoto wa kiume wala hakuwa na mume, lakini yule mkwewe Ruth Moabu alisimama kwenye nafasi ambayo ingewezekana kushikiliwa na watoto 7. Kwa nini watoto 7? Mimi nitakuonyesha kwa nini 7. Watoto 7 ilikuwa ni kitu ambacho ni baraka sana. Watoto 7 na zaidi ilikuwa ni baraka katika kipindi kile. Lakini kwa sasa hivi usiseme kuwa mpaka uwe na watoto wengi ndio baraka. Mungu
akupe kadri ya mapenzi yake. Amen. Mchungaji, umejua mimi nataka niwapate watoto wengi. Sawa, hebu twende. Sawa, lakini mapenzi ya Mungu, unawapata wengi, lakini je, unaweza kuwalea vizuri? Unaweza ukaweka katika mazingira mazuri? Je, unaweza kuwapa mahitaji yao? Maana usipowapa mahitaji yao yanavyotakiwa kama mzazi, hata wewe mwenyewe kuna jambo ambalo inakuwa sio nzuri kwako, maana hujatekeleza wajibu wako. Hebu twende kwa jina la Yesu. Kama wewe utaikomboa, hayo ikomboe, lakini kama hutaikomboa, uniambie ili nijue mimi, kwa kuwa hakuna mtu wa kuikomboa ila wewe, na baada yako ni mimi. Naye akasema, nitaikomboa mimi. Jamaa akasema haraka. Jamaa lengo ilikuwa ni akikomboa, basi haki iwe ni ya kwake na watoto wake. Lakini atakapoambiwa habari za Ruti, na maana Ruti alijua bila shaka ya kuwa akiambiwa oe Ruti, ina maana atatakiwa azae mtoto naye. Akizaa mtoto, ina maana urithi huo aliyenunua ilitakiwa iwe ni wa mtoto huyo. So umeona sasa, akasema nitapoteza haki yangu. Alijua akinunua, ina maana inakuwa mali yake na urithi wa watoto wake. Lakini bado isingekuwa mbaya, kwa sababu ingebakia pale katika kabila la nini, la Yuda, maana ilikuwa ni urithi huo. Lakini kumbuka ya kuwa ilitakiwa kuinuliwa nini, kuinuliwa nyumba. Hebu twende kwa jina la Yesu. Ndipo Boazi aliposema, siku ile utakapolinunua shamba mkononi mwa Naomi, unamnunua Rutu pia huyu Moabi, mkewe marehemu, ili makusudi umwinulie marehemu jina katika urithi wake. Basi yule jamaa aliyekuwa karibu akasema, mimi sitaweza kulikomboa kwa nafsi yangu, nisije nikauharibu urithi wangu mwenyewe. Hebu sikia, huyo je, hajaenda kinyume na Torati? Anasema asije akaharibu urithi wake nini, mwenyewe. Hata sasa hivi kuna watu wengine wanapenda kinyume na Injili. Watakatifu wa Bwana, umeona Boazi alikuwa ni mcha Mungu kweli kweli, ndio maana maneno yake yalijaa sala, ndio maana salamu yake ilijaa sala. Hakuna wakati ambao Boazi angliongea pasipo maongezi yake kubeba sala. Ndio maana umeona sasa hivi agizo kuu hapa, salamu zimebadilika. Sijui kama unajua sasa hivi watu wanasalimia wengine namna gani. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana bariki uzao wa tumbo lako. Bwana akukumbuke uingiapo na utokapo. Sauti hiyo mbona imeenda sana? Hebu ongeza sauti. Sauti haipo nini? Ongeza volume. Hehe. Jina la Bwana litukuzwe sana. Bwana akumbuke kazi ya mikono yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini haya maneno tunataka yawe hivyo? Tunajenga mazingira ya kila mtu kutafuta kuwa na neno la Mungu. Umeona? Na usiwe ni aina moja ya salamu. Hii ni jambo la kukufanya uumize akili yako kupata maandiko mengi. Umeona sasa, mtu anapokusalimia alafu akapitisha maombi kwenye salamu yake kwako, na wewe jibu lako liwe na maombi ndani yake. Umeona, tumejifunza kwa Boaz ya kuwa kumbe wacha Mungu wanatakiwa neno la Mungu lidumu ndani yao kwa wingi, ingawa mtu akisema kizazi kipya, injili ya kweli, wala hiyo sio salamu, si ndio? Hiyo ni kujikumbusha tu, kukumbusha kuwa wewe ni wa injili ya kweli, lakini baada ya hapo salamu ifuate. Mchungaji nimeshamwambia injili ya kweli, salamu ifuate. Kuna wengine akiniambia injili ya kweli nikisema kizazi kipya ndio ameishia hapo, lazima ifuate salamu. Siku ya kwanza Bwana aliumba nuru. Siku ya pili Bwana aliumba mbingu. Tupigie Bwana makofi makubwa. Andiko linajibu andiko. Chuma linang'oa chuma.
Bwana aangaze njia zako Joshua. Tupigie Bwana makofi makubwa. Bwana aseme na maisha yako Martha. Bwana kubariki kutoka na ongea. Jina nani? Geoffrey. Jina la Bwana litukuzwe kwako. Jina la Bwana libarikiwe. Tupigie Bwana makofi makubwa. Mtu anapokupa andiko, mpe nini? Maana tuliona Boaz alisalimiaje wale wafanyakazi wake. Bwana awe pamoja nanyi, wakasema Bwana na kubariki. Hala. Jicho la Bwana linazunguka duniani mwote apate kuona walio wa kwake. Bwana amani ya Bwana iwe pamoja na. Tupigie Bwana makofi makubwa. Usile katika mti wa katikati ya bustani ya Eden. Ukila hakika yake utakufa. Bwana kusimamisha kama mlima wa Gerizim. Pigie Bwana makofi makubwa. Hiyo imekaa vizuri sana. Mimi napenda sana nisimame kama mlima Gerizim. Maana ni mlima baraka huo, si ndio? Hayo imekaa vizuri. Hebu tupigie tena Bwana makofi makubwa. Na huyu ndiye anayeongoza, maana akiingia hapo unasikia sauti yake hata kama ukiwa mtaa wa pili, si ndio? Askari huyo. Nina yale akiingia nasikia kabisa salamu. Nilikuwa kule nikasikia kabisa ameshafika huyo. Lakini utakatifu wa Bwana, ufalme wa Mungu utekwa na nguvu. Na hao wenye nguvu ndio ufanya nini? Utekao. Usione tumeingia mzima takatifu wa Bwana. Shetani tukimpa nafasi atatumeza. Lakini bwana hii tunajijengea nafasi ya kuweza kukumbuka maandiko, si ndio? Usipoongea maandiko, kama imekulazimu uongee umbea, basi ongea nini? Umbea wako ijae sala. Kama lazima uniseme vibaya, basi kunisema vibaya ijae sala. Kama unaongea jambo fulani, kumbuka ya kuwa ijae sala. Watakatifu wa Bwana, Yesu alikuwa ni mtu wa neno. Yesu aliongea neno kwenye maisha. Wewe fuatilia kuanzia kitabu cha Mathayo mpaka kitabu cha Yohana, utaona Yesu kila aingiapo na kutokapo alitaja maandiko. Alikuwa ni mtu wa neno. Sema nitakuwa mtu wa neno. Nitakuwa mtu wa neno. Neno likae ndani yangu kwa wingi. Maneno yangu yajae sala. Mawazo yangu yajae sala. Unaona sasa unapokaa chini, unapokwenda, unapokaribia kufika gizo kuu, unaanza kuwaza nitakuta mama mhe pale. Sala gani ambayo nitamtupia? Tayari akili yake inaweza kufanya nini? Huwezi ukawaza mabaya, huwezi ukawaza nini, kwa sababu akili yako itakuwa imejaa neno la Mungu. Unawaza neno la Mungu. Na mchungaji George, sijui nitamwambia nini. Wazo nzuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende. Basi haki yangu ya kulikomboa ujichukulie wewe, maana mimi sitaweza kulikomboa. Tayari jamaa kashatupa mpira. Karudisha mpira kwake aliyemrushia nini? Hataki haki yake iende sehemu nyingine. Watu kama hao ndio wale wakina Onani style. Umeona sasa? Onani alikataa kumwinulia heri ndugu yake ama kaka yake nini? Jina, kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 38. Watakatifu wa Bwana, tangu mwanzo kwenye Agano la Kale, Mungu alitaka tujali watu wengine. Amina. Yesu akasema kwa tuwapende maadui zetu na kuombea mema wanayotuudhi. Lakini tangu mwanzo, watakatifu wa Bwana, au kutakiwa ujijali tu. Ndio maana Mungu amebariki shamba lako, unayo mavuno ya kutosha. Ulitakiwa ya kuwa uwakumbuke wale maskini, wapita njia na wageni, ambayo unapovuna ulitakiwa yanayodondoka chini usiyaokote. Na pembeni mwa shamba yako hukutakiwa kulivuna. Kwa sababu gani? Ilikuwa ni kwa watu wasiojiweza. Ni jinsi gani Mungu alikuwa na upendo kwa mwanadamu. Ndio maana watakatifu wa Bwana, nasi tuenzi upendo huo. Ndio maana sisi ndio upendo. Wewe ni upendo kweli? Amen. Wewe ni upendo kweli? Amen. Hebu twende nitaona kama wewe ni upendo. Basi hii ilikuwa desturi zamani za kale katika Israeli.
kwa habari ya kukomboa na kubadiliana, ili kuyahakikisha yote mtu huvua kiatu chake na kumpa mwenziwe. Ilikuwa desturi. Kwa nini? Kwa sasa hivi mnapoingia makubaliano na mtu, kinachotokea ni mna sign agreement, mnaandika kwenye karatasi. Inawezekana ikawa form, mtu akaweka signature ama akaweka kidole, si ndio? Wengine anaweka kidole, unaona kabisa anatumbukiza, alafu unaona, si ndio? Mwingine anaweka sign yake. Lakini kwenye agano hilo la kale, kwenye nchi ya Israeli, ilikuwa ni kama muamala umefanyika, ulitakiwa mtu avue kiatu chake kimoja hakupe. So ina maana hiyo ilikuwa ni mtu aweze kugeuka tena. So hiyo ilikuwa nafasi ya sasa hivi tunaandikishana na kuweka kidole. So ina maana tayari makubaliano yale, jamaa yule anaitimiza kutoa kiatu chake kimoja, akimpa nani? Akimpa Boazi. Na anapompa Boazi, saa nyingine alikuwa na kiatu pea ngapi? Anatembea na pea moja, pea mwingine, mguu mwingine. Ndio maana mvuli wa nini? Mvuli wa kiatu huyo. Mvuli wa kiatu huyo. Kakataa kumwinulia ndugu yake jina huyo. So kumbuka, ilikuwa pia ni aibu, lakini jamaa aliangalia sana maslahi yake. Lakini kumbuka, makubaliano yalivyofikia kwa sasa, ilibidi Torati ilisema ya kuwa lazima mtu huyo wala akusubiri avuliwe na mwanamke, kwa sababu yule mwanamke aliyekuwa pale ndiye alitakiwa avue kiatu kwenye mguu wake, alafu amzabe kofi kwanza kabisa, alafu aseme huyu ni mvuli wa viatu, huyu asiyetaka kumwinulia ndugu yake nini? Nyumba. Lakini sasa Ruth akuwepo pale, wala naona akuwepo pale, lakini jamaa akavua kiatu mwenyewe, akampa nani? Akampa Boaz. Hebu tuone kinachofuata kwa jina la Yesu. Ndivyo walihakikisha neno katika Israeli. Basi yule jamaa akamwambia Boazi, wewe ujinunulie mwenyewe. Akavua kiatu chake, naye Boazi akamwambia wale wazee na watu wote, leo hivi ninyi ni mashahidi ya kwamba mimi nimenunua yote yaliyokuwa Elimeleki na yote yaliyokuwa Silioni na Maloni mkononi mwa Naomi. Tena huyu Ruthu Moabi mkewe Maloni nimemnunua awe mke wangu, makusudi nipate kumwinulia marehemu. Makusudi, anasema sababu makusudi apate kumwinulia marehemu nini? Lakini hilo ndio ombi ambayo tuliona pale Ruthi akiwa amelala mguuni pake usiku wa manane. Alipostuka Boazi akauliza, ni nani huyu? Akasema, ni mimi Ruthi, mjakazi wako. Na Ruthi akasema kuwa nifanye nini? Unifunike na vazi lako. Maana yake ya kuwa unipe ulinzi, unipe mahitaji yangu, ufanye nini? Unioe, uinulie ndugu yako nini? Jina. Umeona sasa? So ina maana alisema kuwa nitayatenda hayo, lakini yupo jamaa wa karibu kama asipofanya hivyo. So jamaa yule ni kana kwamba Boaz alikuwa anaongea kitu ambacho anakiona, ndio maana akasema kama atakataa mimi nitaitimiza. Tayari anadhibitisha pale ya kuwa nitakavyoinunua, lakini pia kibali cha kumuoa Ruthi na kumuinulia nani? Malon jina. Twende kwa jina. Lakini kuulize ya kuwa aliinua jina ya Malon. Mbona pale kwenye uzao wa Yesu, kwa uzao wa Yesu Kristo, mkuu wa Yesu Kristo, kuna jina la Boaz na nani? Kumbe ukibarikiwa, hata kama umefanya kwa ajili ya mtu mwingine, jina lako Bwana aliinua kwa jina la Yesu. Hebu tupigie Bwana makofi makubwa. Boaz alikuwa ni mcha Mungu, hakusema neno pasipo kutaja kuweka sala kwenye maneno hayo. So tayari baraka hizo zikawa za kwake. Baraka ziwe za kwako kwa jina la Yesu. Amen. Baraka ziwe za kwako kwa damu ya Yesu. Amen. Baraka za Bwana zikuhuishe na kukuinua tena kwa damu ya Yesu. Amen. Jina lake marehemu lisikatike miongoni mwa ndugu zake, wala langoni pa mji wake. Leo hivi ninyi ni mashahidi. Na watu wote waliokuwapo langoni na wale wazee wakasema, naam, sisi ni mashahidi. Bwana na amfanye mwanamke huyu aingiaye nyumbani mwako kuwa kama Raheli na kuwa kama Raheli na kama Lea, wale wawili waliojenga nyumba Israeli. Na ufanikiwe katika Efrata na kuwa mashuhuri katika. Hebu sikia sasa, wale wazee pale langoni wanaongea maneno ya baraka nzito.
eti afanikiwe pale kwenye Efrata Bethlehem, naye huyo mwanamke afanye nini? Awe kama Raheli na Lea, ambao hao ndio waliyeinua nini? Waliyeinua taifa la nini? La Israeli. Hata wale watoto wajakazi walikuwa miguuni panani pa hao wawili, ndio maana haijatajwa jina la nani? Bilha na Zilpa. Hata mimi mpaka na kuwa mchungaji sikujuaga habari za Bilha na Zilpa. Nilikuwa najua tu kwa wake za Yakobo waliotengeneza taifa la Israeli alikuwa ni Raheli na Lea, lakini kumbe kuna wajakazi wawili. Hawa wajakazi wanaitwa nani na nani? Nani? Bilha watoto wake walikuwa nani na nani? Bilha walikuwa watoto wake wawili walikuwa nani na nani? Dan na Naftali. Vizuri. Dani akiwa ni mtoto wa ngapi wa Yakobo kwenye kuzaliwa, na Naftali watano na wasita. Watoto wa Zilpa, Gadi na Asheri. Gadi na Asheri wakiwa watoto wangapi na ngapi wa Yakobo kutokana na kuzaliwa? 7 na 8. Tupigie Bwana makofi makubwa. Lazima tujue hayo, maana hatuwezi tukasema tunajua pasipo kujua. Lazima ujue watoto hao, na lazima ujue taifa la Israeli inatengenezwaje. Umeona sasa? Kumbe pale palikuwa na watoto wa wajakazi. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende. Nyumba yako na ifanane na nyumba yake Peresi, ambaye kwamba Tamari alimzalia Yuda kwa wazao atakaokupa. Umeona nyumba ya Perezi ilibarikiwaje? Nyumba ya Perezi inatokea nani? Ezra. Nyumba ya Ezra imetokea nani? Nyumba ya Rama inatokea nani? Nyumba ya binadamu inatokea nani? Nyumba ya Nashoni inatokea nani? Nyumba ya Salmoni inatokea nani? Nyumba ya Boazi inatokea nani? Nyumba ya Obedi inatokea nani? Nyumba ya Yese inatokea nani? Je, mfalme mkuu wa Israeli alikuwa ni nani? Hebu tupigie Bwana makofi makubwa. So nyumba ya Perezi ilikuwa imebarikiwa, maana Perezi alikuwa na pacha lake aitwaye nani? Zera. Hebu nikuulize, watoto hao walizaliwaje? Ni tayari ni ndoa, ilitakiwa iwe ni ndoa kama hii kati ya Boaz na nani? Na Rutu. Lakini nafanya mchakato nione kabisa kuwa yule mtu mzima alioa tena. Yuda alioa tena. Yuda alioa tena, maana binti Shua alifanya nini? Tayari akaungana na nani? Na mkwewe. Akazaliwa nini? Mapacha. Hebu nakupa hiyo homework, nitafutie ya kuwa Yuda alioa tena ama Tamari alibakia kuwa wa kwake. Hiyo nakupa homework, uende ukatafute. Utafuta niletee jibu. Ukipata niletee. Wala mimi sitaki kujua. Hebu twende kwa jina la Yesu. Basi Boazi akamtoa Rutu, naye akawa mke wake, naye akaingia kwake, na Bwana akamjalia kuchukua mimba, naye akazaa mtoto wa kiume. Neno la kuingia kwake ina maana akawa na mahusiano ya kimwili na yeye, na hatimaye Rutu anabarikiwa, anapata ujauzito na anazaa mtoto. Lakini pata picha ya kuwa Rutu haijasema alizaa watoto wengi. Lakini wacha nikwambie kitu kimoja mtakatifu wa Bwana. Nimefuatilia kwenye Biblia. Usidhani ya kuwa Boaz alikuwa ni mtoto wa Salmon. Boaz alikuwa ni mjukuu wa Salmon. Salmon alimuoa nani yule? Rahabu. Tuliona habari za Rahabu kwenye Yoshua sura ya ngapi? Sura ya 2. Miaka zaidi ya 300. Ina maana hata katika ile uzao
wa Adamu, ina maana alikuwa anachaguliwa mtu mmoja mmoja. Ukienda kwenye ukoo wa Yesu utakuta akitoka kwa Yeroboamu na kwenda kwa nani, kuna maeneo mengine yanapitwa. Umeona sasa, ina maana ilikuwa ni kwenye huo mstari, lakini sio eti Boazi alikuwa ni mtoto wa Salmon, alikuwa ni mjukuu wa Salmon, maana Salmon alimuoa Rahabu miaka zaidi ya 300 kule kabla hajazaliwa Boazi. Tumpigie Bwana makofi makubwa. Kuchanganya sana tu. Sababu kutoka Yehoramu wanakuja kwa Uzia, wanamwacha Yoashi, wanamwacha Amazia. Yoasi ndio yule ambayo alikwenda kuchukua miungu kule Ashuru kule. So Ahazi huyu ndio Isaya anatoka anakutana naye, anamwambia mfalme na ajitakie nini? Ishara. Ahazi anasema kuwa hapana, sitaki kumdanganya Mungu, lakini kumbuka anayo miungu. Yeye ndio aliyefunga nini? Aliyefunga ule mlango wa hekalu iliyekuja kufunguliwa na mwanae, alikuwa anaitwa nani? Hezekia. Ndio maana Hezekia alipogeuka na kuangalia ukuta akaanza kumbusha Mungu jinsi baba yake alivyofunga mlango watu wasifanye nini, wasiabudu. Akafungua, akaondoa miungu, akarudisha zile sadaka zilizotolewa kila wakati, akarudisha zile sherehe, umeona, za kidini. Ndio hayo ndio yaliyofanya Hezekia Mungu akamuongezea miaka. Lakini Ahazi alikataa kumsikiliza nabii Isaya. Ndio maana Isaya anakasirika, anamwambia kuwa kama mfalme ajitakii ishara, basi ishara ndio hii hapa. Bikira atafanya nini? Kabla anamwambia kuwa mtaondolewa kwenye urithi wenu, mtapelekwa Bali, na mtakavotolewa tu hapata kuwa na mfalme tena wa kuwatawala mpaka bikira atafanya nini? Atapata mimba, naye atazaa mwana, na jina lake itaitwa nini? Emanueli, maana yake Mungu pamoja nasi. Hiyo Isaya sura ya ngapi na mstari wa ngapi? Isaya ngapi? Nisikupige ngumi mama mnue 9 pana. Wewe. Ngapi Isaya? Nikupige ngumi. Isaya 9 ni mtoto amezaliwa wewe. 6 nitakupiga ngumi wewe. 7:11 pigia Bwana makofi makubwa. Ukisema 6 na kupiga ngumi, Bwana Yesu asifiwe. Nini? Watakatifu wa Bwana tunaleta tupia Biblia. Umeona sasa? Lakini hebu pata picha ya kuwa Ahazi anafanya hivyo, lakini Isaya anatoa nini? Anatoa hiyo ishara. Lakini pata picha, ina maana Ahazi alifanya dhambi, so hakuwekwa kwenye ukoo wa nani? Wa Yesu Kristo mwana wa Daudi. Ndio maana akapitwa, wakapitwa. Mbona sasa hii ni jambo ambalo ishike kweli, ishike kweli kabisa. Kwa hiyo umeona, ukifuatilia wale wafalme wa Israeli na wa Yuda, ufalme wa Yuda, wale wafalme 20 tulioona, ni watu wamewekwa, waliyetenda mabaya hajawekwa, waliyetenda mabaya hajawekwa. Ndio maana umeona hii ni siri kubwa sana. Boaz hakuwa ni mtoto wa Salmon, lakini hapakuwa na neno mjukuu wala babu, palikuwa na neno baba. Ndio maana kama kuna baba kuna mwana, kama kuna babu kuna mjukuu. Ndio maana baba zake, umeona sasa. So Boazi baba zake, mmoja kati ya baba zake alikuwa ni Salmon, lakini ilitakiwa awe ni kitukuu ama mjukuu wa mjukuu. Umeona sasa, maana ilipita karne nyingi. Hebu tupigie Bwana makofi makubwa. Nani amenielewa? Hebu twende kwa jina la Yesu. Na wale wanawake wakamwambia Naomi, na imjie Bwana asiyekuacha leo hali una jamaa. Tayari Naomi, hebu pata picha. Naomi sasa kicheko kinarejea sana.
kutoka kwenye mtu ambayo alikata tamaa, aliyejua ya kabisa ya kuwa uzao wake umeshapotea, akajua Mungu amemkataa, lakini hatimaye Bwana anamkumbuka. Bwana akukumbuke kwa jina la Yesu. Bwana akumbuke uzao wa tumbo lako kwa jina la Yesu. Bwana kuinulie watu kwa jina la Yesu, kama alivyomuinulia Naomi, na hatimaye Naomi sasa anataka kuitwa Mara, anarudi kuitwa tena nani? Naomi. Hebu tupigie Bwana makofi makubwa. Jina lake huyu na liwe kuu katika Israeli, naye atakurejezea uhai wako na kukuangalia katika uzee wako. Hao wanayesema ni wale wa mama. Kwa maana mkweo ambaye akupenda naye anakufaa kuliko watoto 7 ndiye aliyemzaa. Umeona sasa, tayari wale wa mama wanafurahi pamoja naye, lakini watoto wa mama hao pia wanataja baraka. Mimi napenda sana hao watu wa Mungu. Usiwe na watu ambao wakija wanafanya madudu, wanakwenda mtoto mwenyewe atakuwa yani sijui kama nani mtoto mwenyewe sura ya. Umeona, wanaleta tumaini wale wa mama ya kuwa atakuwa ni mtumishi. Obedi maana yake mtumishi, naye atakulea katika umri wako wa uzeni. Lakini pata picha ya kuwa mtoto yule aliyekuwa ni yaya wake alikuwa ni bibi yake. Naomi akawa ndio nani? Ndiye anayemhudumia Obedi. Lakini pata picha watakatifu wa Bwana ya kuwa panapokuwa na njia, Bwana huweza kufanya njia. Bwana anafanya njia katika maisha ya Naomi. Yawezekana wewe watu wamesha kudharau, wamesema kabisa kwako pamekwisha, lakini mimi nasema hivi, Mungu akutazami namna hiyo. Mungu anataka kukurejeshea hatima yako kama alivyomrejeshea Naomi hatima yake. Naomi hatimaye sasa, ambayo hakuwa na tumaini la kuona mtoto tena wa kupata mrithi, anapata mrithi. Lakini nasema hivi, ni kwa sababu Naomi alimtegemea Bwana. Naomi alimtumainia Bwana. Hebu tumtumainie Bwana ili tuone Bwana akirejesha zile fursa zilizokupita. Kuna fursa zilizokupita ukiwa na miaka 15, kuna fursa zilizokupita ukiwa na miaka 18. Hebu pata picha, ingewezekanaje Maloni angepata mtoto asingepata Obedi? Angeweza kupata mtoto mwingine tena asingeitwa Obedi. Lakini kutokuwepo Maloni, kutokuwepo Kilioni, kutokuwepo nani Elimeleki, inafanya Boazi anamzaa nani? Obedi. Hebu tupige tena makofi kwa ajili ya Bwana. Basi Naomi akamtoa yule mtoto, akamweka kifuani pake, akawa mlezi wake. Nao wale wanawake waliokuwa jirani zake wakampa jina, wakisema, Naomi amezaliwa mwana. Wakamwita jina lake Obedi. Yeye ndiye baba yake Yese. Umeona, inatajwa hapo sasa, inatajwa sasa uzao wa nani? Uzao wa Perezi sasa. Umeona sasa, lakini kwenye kitabu hicho kinaandikwa mpaka Daudi. Na maana kumbe kitabu hichi cha Ruti kimeandikwa tayari Daudi yupo. Maana kwa nini tajwe Daudi wakati imetokea matukio kabla ya Daudi? Bwana Yesu asifiwe. Ina maana aliandika kitabu hicho bila shaka alikuwepo wakati wa nani? Wa Daudi. Lakini kumbuka, hata Samueli alivyoandika, aliyekuja kuikamilisha alikuwa Nathani. Maana Samueli aliacha Daudi hajawa nini? Hajawa mfalme. So umeona sasa, unaelewa kitabu cha Ruti. Tutakapokwenda kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza na wa pili utaielewa, kwa sababu palikuwa na mapungufu ya kuelewa kitabu cha Ruti. Anataja Daudi hapo. Na umeona Biblia imejaa nini? Imejaa uzao. The Bible is full of genealogy. And why? Unaweza ukaidharau, lakini wacha nikwambie. Mimi siku moja nitaombea mtu hapa uone, alafu niweke uzao huo, alafu nijichomeke hapo uone jinsi shetani anapiga kelele anaondoka. Umejua mara nyingi hakuna aliyetuambia kuwa sisi wewe ulikuwa unajua kama wewe ni mtoto wa Seti? Wewe ulikuwa unajua nani aliwahi kuambia kwamba ulikuwa mtoto wa Seti? Wewe ulikuwa mtoto wa Seti? Hebu acha nikuchekeshe. Mimi nilikuwa mtoto wa Enoko. Enoko babu yangu yeye alipaa juu, yeye hakuonja mauti.
Metusela baba yangu yeye aliishi miaka mingi, usinitanie kabisa. Damu yangu inayo damu ya Metusela wewe. Namwambia pepo nipishe. Iko damu ya Metusela hapa. Iko damu ya Lameki hapa. Iko damu ya nani? Nuhu hapa. Iko damu ya Hamu hapa. Lakini muona sasa, unapofahamu haki zako, shetani anakaa kitu na wewe. Mara nyingi sana umeona sasa, kupitia kujua hizi ukoo hizi uzao, tayari umeona tunapata picha kwa sisi hatukuwa upande wa Kaini, tulikuwa upande wa Seti. Tukatoka kwa Seti tukaenda kwa nani? Enosh. Tukaenda kwa nani? 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 Hebu tupigie Bwana makofi makubwa. Lakini umeona sasa, ukichanjwa damu yako, iko damu ya Seti. Iko una mimi nilikuwa ndani ya safina, usinitanie wewe. Nilikuwa ndani ya safina. Amen. Nikiwa kwenye kiuno cha nani? Cha Hamu wewe. Kitabu cha Waebrania sema kabisa kuwa wakati Ibrahim anamtolea yule mfalme wa Salemu nini? Fungu la 10, na Lawi naye alitoa, maana alikuwa kwenye kiuno cha nani? Nami nilikuwepo kwenye kiuno cha Hamu, silitani. Nilikuwa ndani ya safina mimi. Wewe ulikuwa wapi? Shetani akimchezea na basi narudi kwa ndani ya safina bwana, mimi nilikuwepo humo bwana. Ananiona? Hebu rudi uingie ndani ya safina kwa jina la Yesu. Amen. Jifiche ndani ya safina kwa jina la Yesu. Amen. Hujatambua, ndio maana imani yako wala haitoki. Watakatifu wa Bwana, sisi ni uzao mteule, lakini hakuna anayetufundisha. Ndio maana shetani amekuwa akikung'onga kila wakati. Shetani asikung'onge tena, bali mimi ninakuficha kwenye safina, maana ulikuwepo ndani ya safina. Kama wewe ni mtoto wa Hamu, ulikuwepo kwenye kiuno cha Hamu, ulikuwepo ndani ya safina. Ndio maana watakatifu wa Bwana, sisi ni watu muhimu sana, lakini sasa tumetambua. Ulipotambua sasa haki zako, Naomi akatambua haki zake. Ndio maana Naomi anasimama na Torati. Ile ilikuwa ni Torati. Torati ndio ilikuwa inafanya mtu ainulie ndugu yake jina. Boazi akwenda kinyume na Torati. Alikuwa ni mcha Mungu. Kwa nini Mungu achukue mcha Mungu ndiye ampe ile jambo? Maana ilikuwa ni mpango wa Mungu ya kumleta Kristo. Ndio maana yule jamaa wa karibu aliwekwa pembeni ya mkina, alikuwa ni mpiga yeyini. Hivi ndio vizazi vya Peresi. Peresi alimzaa Hezroni. Hezroni akamzaa Ramu. Na Ramu akamzaa Aminadabu, na Aminadabu akamzaa Nashoni, na Nashoni akamzaa Salmoni. Na Salmoni akamzaa Boazi, na Boazi akamzaa Obedi, na Obedi akamzaa Yese, na Yese akamzaa Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu tuone mambo machache. Boazi alifuata utaratibu kama ilivyosema Torati ya Musa. Umeona sasa? Boazi alikuwa ni mcha Mungu, ndio maana salamu zake zilijaa sala. Ndio maana maneno yake yalijaa sala. Salamu zako zijae sala kwa jina la Yesu. Maneno yako yajae sala kwa jina la Yesu. Mawazo yako yajae sala kwa jina la Yesu. Tembea yako ijae sala kwa jina la Yesu. Kumbe umeona sasa? Utajapo neno la Mungu, bila shaka unafanya sala wewe. Ndio maana mara nyingi wanayetaja maneno ya Mungu wanasali hao. Hebu kuanzia leo maisha yetu ijae sala kwa jina la Yesu. Maisha yetu ijae sala kwa damu ya Yesu. Amen. Na uombapo Mungu akujibu. Unapotamka hizo sala katika maisha ya mtu, siwe na baraka. Amen. Boazi alipata haki ya kukomboa ardhi ya Elimeleki na pia kumwoa Ruthi na kumwinulia mrithi wa jina. Hiyo tutapata kwenye, utasoma kwenye Kumbukumbu 25:5 mpaka 10, tulishaisoma hapa. Lakini pia kununua ardhi kwa ajili ya jamaa ama kuikomboa unapata kwenye Walawi 25.
Utaanzia mstari wa 23 mpaka 28. Tulishasoma na tunaweza kupitia kwa wakati wako. Boazi ni mfano wa Kristo aliyetununua, yani aliyetukomboa kwa damu yake ya thamani. Umeona sasa, pata picha kuwa Boazi alikuwa ni aina na picha na kivuli cha Kristo. Alikuwaje kivuli? Naomba uwe makini upate jambo hili. Mara nyingi sana unapoongea habari za Agano la Kale, kila kitabu inatakiwa Yesu aonekane katika taswira ama picha kwenye kila kitabu. Ndio maana kila kitabu Yesu yupo. Kwenye kitabu cha Ruti, yeye ndio yule mkombozi wa jamaa wa nini? Jamaa wa karibu ambao ni mkombozi, ambao ni Boazi. So Boazi alikuwa ni picha wa Yesu. Umeona, Boazi anakomboa familia ya Elimeleki, anakomboa familia ya Elimeleki, Meloni na Kilioni, lakini anawakomboa sio kwa gharama kubwa sana, ingawa palikuwa na vijizawadi, lakini tunaye Boazi wetu ambao ni Kristo Yesu. Yeye alitukomboa katika thamani ya nini? Ya damu yake. Alimwaga damu yake akatukomboa sisi, ambayo hatukustahili kuitwa nini? Kuitwa wana ama kuitwa mataifa, lakini ametufanya sisi sasa tuwe ni wana. Hebu tupigie Boazi wetu makofi makubwa. Hiyo ni kuhusu sisi. Lakini sasa picha ya pili ni Rutu. Aliwakilisha pia taifa la Israeli, mume wake akiwakilisha Mungu aliyekuwa ni mfalme ya Waisraeli. Ndio maana nilikuambia maana ya neno Elimeleki, nilikuambia maana yake ni Mungu ni mfalme wangu, ama Bwana ni mfalme wangu. Ina maana Bwana alikuwa ni mfalme wa Waisraeli, ndio maana alikuwa ni mtawala wao. Bwana awe ni mfalme wako kwa jina la Yesu. Bwana awe ni mfalme wa nafsi yako kwa jina la Yesu. Bwana awe ni mfalme wa roho yako kwa jina la Yesu. Bwana awe ni mfalme wa mwili wako wa kawaida kwa jina la Yesu. Bwana awe ni mfalme kwenye kazi yako kwa jina la Yesu. Bwana awe ni mfalme katika biashara yako kwa jina la Yesu. Bwana awe ni mfalme katika mahusiano yako kwa jina la Yesu. Bwana awe ni mfalme katika ukoo wako na familia yako kwa jina la Yesu. Umeona sasa, Naomi anawakilisha taifa la Israeli. Elimeleki anawakilisha Mungu wa Israeli. Nilikuambia ya kuwa Mungu alikuwa ni mume ya Waisraeli. Nilikuambia ukisoma Isaya 53:4 na 5 utapata Mungu akisema ya kuwa yeye ni mume ya Waisraeli. So kumbuka ya kuwa ni nini kilichowatenganisha Waisraeli na mume wao ama Mungu wao? Ilikuwa ni dhambi. Lakini umeona sasa, tuliona ya kuwa mauti ilikuwa ni mshahara wa nini? Wa dhambi. Sasa tukaona kabisa kuwa kumbe mauti iliyetenganisha Naomi na mume wake Elimeleki ilikuwa ni picha na taswira ya dhambi iliyetenganisha Israel na Mungu. Maana Israel ilikuwa ni mke wa nani? Mke wa Mungu. Lakini jinsi ambao Naomi anatenganishwa na mauti, tunaona mauti ni ishara ama ni mshahara wa dhambi. Tunaona kwa Israel wanatenganishwa na nini? Wanatenganishwa na dhambi. Lakini sasa kama Israel ilikuwa ni Naomi na Mungu alikuwa ndio nani? Alikuwa ndio Elimeleki. Huyu Boaz wa Israeli alikuwa nani sasa? Boazi ya Israeli yeye ni Kristo Yesu. Kumbuke ya kuwa
Israeli watakuwa ukiwa, maana walishavunja mkataba na hamna mkataba tena. Lakini kumbuka, wakati wa dhiki kuu itakuwa kama wakati wa mpito, kama ya Naomi, ambayo Naomi alihitaji jamaa wa karibu wa kumuinulia nini? Uzao, lakini pia wa kumpa msaada. Wakati wa dhiki kuu inapoelekea mwisho katika ule mwaka wa 7, ndipo sasa Boazi atajitokeza akienda kuwakumbuka nani? Kukumbuka Naomi na familia yake ambao ni Israeli. Kristo atakwenda kwenye bonde la nini? La Yoshefati, katika vile vita vya Armageddon, akiwainua tena na kuwapeleka wapi? Kuingia nao kule kule Yerusalemu. Atainua jina lao tena, atawainua tena, atawainua tena, atawainua tena. Nisikie amen kubwa. Amen. Atawainua tena. Umeona sasa, Yesu Kristo ndio utimilifu wa Boaz. Ndio maana nasema hivyo takatifu Bwana. Lakini hiyo ni picha ambayo lazima uelewe kitabu cha Ruti, ndipo sasa unaweza ukajua kabisa ya kuwa itaunganishwaje mwisho. Kuna taswira na kuna uhalisia, kuna picha Agano la Kale, kuna utimilifu Agano Jipya. Ndio maana watakatifu wa Bwana, pana kitu kinachoitwa chukizo cha uharibifu, ambayo ilitokea wakati ule wa Danieli, wakati wale wanani wale Wayunani walivyoingiza nguruwe ndani ya hekalu, na ikawa ni chukizo cha uharibifu. Lakini ilikuwa ni picha na taswira ya chukizo cha uharibifu, ambayo yule mpinga Kristo ataingia pale Yerusalemu, kwenye hekalu la Yerusalemu, akisema yeye ndiyo Kristo. Atakuwa amefanya chukizo cha nini? Cha uharibifu. Lakini umeona, na kutajia kitu kwenye Agano la Kale ambayo ni picha na taswira, lakini pia na kuleta kwenye Agano Jipya. Ndio maana unaposema kuwa mbuzi wa kafara unamtaja Yesu Kristo. Unaposema mbuzi wa Zazeli unamtaja nani? Unamtaja yule nani yule? Baraba. Ndio jinsi ambayo ilivyokuwa inapigwa kura kati ya mbuzi wa Zazeli na mbuzi wa kafara, ndivyo Pilato akasema ya kuwa akapiga kura ya kusema kuwa niwafungulie nani? Mfalme wa Yahudi ama nani? Yesu aitwaye Kristo, ama niwafungulie Yesu aitwaye nani? Baraba. So umeona sasa, ile ilikuwa ni uhalisia wa yule mbuzi wa kafara na mbuzi wa Azazeli. Ndio maana Agano la Kale ni picha na taswira ya Agano Jipya. Agano la Kale ni Agano Jipya imefunikwa. Agano la Kale ni Agano Jipya imesitirika. Agano la Kale ni Agano Jipya ijafikia wakati wake wa kutumia. Agano Jipya ni Agano la Kale imetimia. Agano Jipya ni Agano la Kale imefunuliwa. Nimeweka mikono yako pamoja kwa ajili ya Bwana. Kama anakuingia kama kuingia, wao sileke mkono wako pamoja kwa ajili ya Bwana. Hebu tuone Yesu utasoma kwa wakati wako Yohana 3:16. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 18 mpaka 19, utaona tulikombolewa kwa damu ya thamani ya Yesu. Yesu anatuingiza katika urithi wake wa mbinguni, ama uzima milele, katika mbingu mpya na katika kama waliokombolewa. Watakatifu wa Bwana, kuna kitu ambacho sitafundisha. Anatuingizaje? Ukisoma kwenye Ufunuo sura ya 21 mstari wa 1 mpaka 7, tuliona kabisa ya kuwa wale ambao watashinda watafanyaje? Watakuwa kama nguzo ya hekalu la nini? Ya mbinguni. Umeona sasa? So nitaifundisha pale ambapo tutafika kwenye sura ya Wafalme wa kwanza sura ya 7 na mstari wa 18 mpaka 19, lakini pia ipo kwenye Mambo ya Nyakati ya pili sura ya 3 mstari wa 18 mpaka 21, pale ambapo palikuwa na nguzo mbili katika ile hekalu la Suleimani. Moja iliitwa Yakini, nyingine iliitwa Boazi. So nguzo hizo zilikuwa na maana. Yakini maana yake ni kuanzisha, establish. Boazi tuliona maana yake ni nini? Ni nguvu iko ndani yake. In him is the strength. In him is the strength. Ina maana ya kuwa, so nguzo zile maana yake ilikuwa ya kuwa
Bwana Yesu atakuja kuanzisha ufalme yenye nguvu, yenye amani, itakayefanya nini? Itakayedumu. Kumbe katika ufalme wa Bwana sisi ndio nguzo la hekalu hilo. Wewe ndi nguzo ya hekalu, kama zile nguzo mbili ilikuwa na jina la Yakini na Boazi. Lakini nasema hivi, na kuahidi mambo mengi sana mara yetu tunapokwenda, na wakati huu utakuwa na wakati mzuri sana, maana kwenye Biblia hata kama nguzo, hata kama chochote kilichowekwa, inayo maana yake. Ndiyo maana watakatifu wa Bwana, kila kitu kwenye Agano la Kale ilikuwa ni picha na taswira ya jambo ambalo lilikuja kutimilika kwenye Agano Jipya. Nisikie amina kubwa. Amen. Mungu akumwasha Naomi kamwe. Hebu soma Yakobo 5:11. Ninamaliza sasa hivi kwa jina la Yesu, na bila shaka Jumapili tutakuwa na kazi ya kufanya. Tutaka tuombe na kitabu cha Ruti, na bila shaka Mungu pia akitupa nafasi, tunapanga tuwe na semina kuelekea kwenye Pasaka, ambayo itakuwa ni kuomba na vitabu tuliyeanza nayo kuanzia Januari. Amina. Kuomba na vitabu hivyo ili tuombe tu, yani ni semina ambayo tukifika ni kuomba tu. Tunaomba na kitabu cha Joshua, tunakwenda kwenye kitabu cha Waamuzi, tunakwenda kwenye Ruti, kama tumefika kwenye Samueli wa kwanza tunakwenda na Samueli wa kwanza. Baada ya hapo utakuta vimeng'oka vya kung'oka. Bwana Yesu asifiwe. Yakobo 5:11. Angalieni, twawaita heri wao waliosubiri. Mmesikia habari ya subira yake Ayubu. Mmeuona mwisho wa Bwana, kwamba Bwana ni mwingi wa rehema, mwenye huruma. Bila shaka Ayubu subira yake ilikuwa na faida. Tumeona subira ya Naomi pia ilikuwa na faida. Kupitia Rutu na Boazi ilikuja kutokea Daudi, kisha Yesu. Hiyo utasoma Mathayo sura ya kwanza mpaka wa 7, na utasoma pia utasoma Mambo ya Nyakati sura ya 2 mstari wa 4 mpaka 15. Utaona ikitajwa uzao huo wa Perezi pale katika nyakati hiyo ya kwa kwanza sura ya 2 mstari wa 4 mpaka 15. Mlango wa mji ulikuwa ni mahali pa kukutania. Hiyo utasoma Mwanzo 19 mstari wa kwanza. Utaona ya kuwa wale malaika waliokwenda Sodoma na Gomora walimkuta Lutu pale langoni. Kwenye lango palikuwa ndio ofisi za utawala, na ilikuwa ni rahisi sana kujua wanayeingia na kutoka. Ndio maana Yoshua alipotuma wale wapelelezi wawili, walipoingia tu pale, taarifa zikafahamika, wakawa wao ndio wanafanya nini? Wakapeleleza. Unaweza kaenda kufanya upelelezi, kumbe wewe ndio kapelelezi. Bwana Yesu asifiwe. Watoto wa kiume 7 ilikuwa ni alama ya kubarikiwa. Utasoma Samueli wa kwanza sura ya 2 mstari wa 5 wakati wako. Samueli wa kwanza sura ya 2 mstari wa 5, na Ayubu sura ya kwanza mstari wa 2, na Ayubu sura ya 42 mstari wa 13. Hizo zinaonyesha baraka katika watoto 7. Naomi kumweka Obedi miguuni yake ama pake ni kumfanya kuwa ni mwanae. Hiyo hebu soma Mwanzo 30 mstari wa 3 tuone. Kesi kama hiyo kwenye Biblia. Ni nani aliyeweka mtoto mguuni pake akawa ni wa kwake? Wale watoto wa wajakazi, watoto wa Bilha walikuwa ni watoto wa Raheli, watoto wa Zilpa walikuwa ni watoto wa Lea. Umeona sasa, maana wakazaliwa kwenye miguu yao na wakawalea. Mwanzo 30 mstari wa 3. Akasema, yuko mjakazi wangu Bilha, uingie kwake ili kwamba uzae juu ya magoti yangu. Ili azae, yani Bilha alizaa katika magoti ya nani? Ya Raheli. Umeona sasa, so tulipalikuwepo na jambo kama hiyo. Kitabu cha Rutu kinaonyesha upendo na wema wa Mungu. Bila shaka utasoma kwa wakati wako Maombolezo 3:22 mpaka 26. Maombolezo 3:22 mpaka 26. Utaruka utasoma mstari wa 31 mpaka 33. Utasoma na kitabu cha Nahum sura ya kwanza mstari wa 7, na ukiruka ukisoma Warumi 8:28. Bwana Yesu asifiwe. Familia namaliza kusema, umejifunza nini? Umejifunza nini? Usinijibu umejifunza nini, lakini nenda
ukayaandae ulichojifunza. Jumapili kwenye kipengele cha kwanza cha maswali, kila moja ataniambia mambo 10 uliyejifunza kwenye kitabu cha nini? Kitabu cha Ruti. Na je, utaniambia unahitaji kuyawekaje kwenye maisha yako. Lazima tujifunze yale tuliyojifunza, lakini pia tujue jinsi ya kuyaweka kwenye maisha yetu. Nani mwenye swali kabla sijamshukuru Bwana? Before I wind up by calling upon the name of the Lord, anybody with any question? Yes. Katika mwisho wa kitabu chetu tumeona kwamba Boazi alimuoa Rutu, lakini sikupata kile ambacho nilikuwa nakitegemea juu ya ufungaji wao wa ndoa. Je, walitumia vitu gani kama ndio kuthibitisha kwamba huyu ameolewa na huyu, kama nyakati hizi tulizokuwa nazo habari ya kuveshana pete? Bwana Yesu asifiwe. Nitafundisha habari za ndoa za Kiyahudi, na nahitaji niwe na muda wa kufundisha ndoa ya Kiyahudi ama cha Waisraeli, maana ndoa ya Waisraeli ilikuwa ni picha na taswira ya ndoa kati ya Kristo na bibi harusi yake, ambayo ni wewe na Kristo, lakini Kristo na kanisa lake. So ni jambo ambayo nahitaji nianze kufundisha, ikianzia kwenye mwanaume wa Kiisraeli alitakiwa tafuteje mwanamke mpaka afikie kuoa. Je, walikuwa na vishana pete ama vishani pete? Lakini hizi pete zimetokea wapi? So bila shaka watakatifu wa Bwana, pete zilikuwa ni habari za zawadi. Pete hizi zilikuwa ni habari za zawadi. Pete ilikuwa ni habari za zawadi. Pete zilikuwa ni njia ya kutoa zawadi. Ndio maana unapoona ukisoma kwenye ile Mwanzo sura ya 24 pale ambapo Ibrahimu alimtuma yule Eliazari mtumishi wake aende amtafutie mwanaye Isaka mke. Alipofika kule, utaona kuwa Eliazari alizitoa zile pete kama zawadi. Lakini hizi ambazo zinatumika sasa hivi, anyway nitakufundisha ilitokea wapi. Hata haya magauni yanayoitwa shela, je ni shela? Je, shela Kiyahudi ilikuwa nini? So yote hiyo nitakufundisha kwa wakati wake. Utanikumbusha. Swali la mwisho ili nimshukuru Bwana. Tumeona Naomi akiwakilisha taifa la Israeli. Swali langu liko hapa kwa Maloni na Kilioni. Hasa Maloni huyu ambaye alikuwa ni mume wa Ruth. Je, aliwakilisha utimilifu wake unatimiaje kwenye agano jipya? Kumbuka ya kuwa Malon na Kilioni, kumbuka ya kuwa walikwenda kinyume. Walikwendaje kinyume? Walikwenda kinyume kwa sababu gani? Kwa sababu kumbuka ya kuwa hawakuruhusiwa Waisraeli kuoa ama kuolewa na wa mataifa. So kumbuka walikuwa ni uasi. Ndio maana hebu pata picha. Mke uowe wewe, alafu mtu mwingine ajazae naye. Tuliona kwenye sura gani ikiwa ni laana hiyo? Mtaoa wake lakini wengine watazaa nao. Mtajenga nyumba wengine wataishi. Mtapanda mzabibu wengine watafanya nini? Wapi? Kumbukumbu 28. Pigia Bwana makofi makubwa. So Boazi ndiye aliyemtoa huko nani? Anamke wewe mwingine aje apate nao jiko, maana aliyeingia kwenye ukoo wa Yesu Kristo Boazi itakiwa ingie Malon. Hebu tupigie Bwana makofi makubwa. Umenipata vizuri? Mimi namshukuru Bwana. Lakini kwa hili Jumapili, watakatifu wa Bwana, kitabu cha Ruti imejaa hazina ya maarifa, sio mchezo, na ni funguo
ya tutakapokwenda kwenye vitabu vingine kule, Samueli wa kwanza na wa pili, Wafalme wa kwanza na wa pili, na Nyakati, tukaenda kwenye vitabu vyote, tukifika Malaki, kama Mungu atatupa nafasi tufike kwenye Malaki, mimi nakwambia ukitembea pale nje, yani utatema cheche, utakuwa unatema cheche. Yani mtu akisikia anasema kabisa, hebu subiri bwana, usiende bwana, kaa hapa. Kaa kwanza bwana, hebu kaa bwana. Hebu bwana, ongea tu kidogo nisikie. Umejua kuna wakati unaweza kaa ni baraka kwa watu, wasitake utoke. Unaweza kaa baraka kwa ndugu, ukienda wanataka ukae, ubaki pale pale bwana. Uwepo wako umebeba uwepo wa Mungu. So, tukienenda utatema cheche. Ina maana maneno yako yatajaa sala naye bariki watu. Utakuwa ni baraka. Na hizo baraka zitakuwa zimefurika kwako. Mungu atakuinuaje? Neno la mwisho, hebu tuachie hapo, lakini hebu neno kaandike ulichojifunza na unawekaje kwenye maisha yako. Alafu Jumapili tukamilishe, lakini na kuahidi pia kwa kanaka semina tutaomba na vitabu hivyo. Kitabu cha Ruti ukiomba nayo vizuri unapenda. Yupo Boazi wako. Kuna muunganiko wa kimungu na kuna upendeleo wa kimungu. Naomba Baba, nashukuru jina lako, maana wewe ni mtakatifu. Asante Jehova kwa ajili ya Baba kutuwezesha kumaliza kitabu cha Baba Ruti. Mungu mweza wa yote, kitabu hicho Baba kiendelee Baba wa rehema kweli kumbukumbu katika maisha ya watakatifu wako. Na Baba wa rehema, jinsi ulivyomkumbuka Baba wa rehema Naomi baada ya kukata tamaa, baada ya Baba kujua ya kuwa mambo yameharibika, Baba wakumbuke watakatifu wako, wainue juu tena, uliyewakomboa Baba wa rehema kwa damu yako ya thamani. Mabaya yote, balaa na nuksi zote ninayafuta kwa damu yako Bwana Yesu. Asante Baba mweza wa yote kwa ajili ya maarifa yako unayezidi kujaza watakatifu wako. Neno lako lizidi kukaa ndani yao kwa wingi, liwahuishe, liwafunue Baba wa rehema waonekane, ikate vifungo vyote, ing'oe mapando yote Baba, iwe ni baraka kwenye hatua zao. Na Baba mweza wa yote, wewe ndio yule Baba wa rehema mkombozi, na tena jamaa aliyo karibu watakatifu wako Baba, usiwaache, uwajalie Baba wa rehema, wainue juu tena, tumaini lako Baba likiwajenga tena upya, na katika jina la Yesu Kristo naomba na wote tuseme amen. Hebu tupigie Bwana makofi makubwa.